Wakati serikali kupitia Wizara ya Kilimo ikiendelea kupambana na kudhibiti uingizwaji wa mbolea feki nchini, mamlaka husika ya udhibiti wa mbolea nchini TFRA imeendelea kuwataka wakulima kuendelea kujisajili katika mfumo wa kidigitali utakaowasaidia kupata mbolea za ruzuku za serikali. Hamasa hiyo imetolewa jijini Dodoma na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea nchini TFRA Joel Laurent wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na amesema kwa sasa uzalishaji wa mbolea nchini umepanda na unatoa ruzuku kubwa kwa wakulima kuliko mbolea inayoagizwa kutoka nje ya nchi. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, matumizi ya mbolea zinazozalishwa ndani yalikuwa ni tani karibu 41,000. Lakini kwa sasa matumizi ya mbolea zinazozalishwa ndani ni tani 158,000. Sasa kuonyesha kwamba hata wazalishaji wenyewe wanaamini na sisi tunaamini kwamba tunaweza kuendelea kutumia mbolea zinazozalishwa ndani. Uwezo wa uzalishaji wa viwanda vya ndani kwa viwanda vyetu vikubwa umeongezeka. Kwa mfano, kiwanda chetu cha Entercom kimeongeza uwezo wa kuzalisha kutoka tani 200,000 na mpaka sasa hivi mitambo yao inaweza kuzalisha tani 600,000. Kiwanda cha Minjingu kimeweza kupanua uzalishaji kutoka tani 100,000 zilizokuwa zinazalishwa na sasa hivi kina uwezo wa kuzalisha tani 250,000. Kwa hivyo ndio ni viashiria kwamba matumizi ya mbolea za ndani yanaendelea kukua, na sisi kama mamlaka kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali tunaendelea kuhamasisha uwekezaji, lakini kutoa fursa na vipaumbele kwa mbolea zinazozalishwa ndani. Kwa mfano, mpango wetu wa ruzuku, mbolea zinazozalishwa ndani zimepewa ruzuku kubwa zaidi ukilinganisha na mbolea zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Sisi lengo letu tunavyosema matumizi sahihi ya mbolea, tunavyotoa mbolea za ruzuku, jambo la kwanza kabisa tunalolifanya ni kumsajili mkulima na ukubwa wa shamba lake. Sasa huo ukubwa wa shamba lake sisi tuna sayansi tunayotumia katika kuhakikisha kwamba mkulima anatumia mbolea kwa usahihi. Katika kila eka mkulima atatumia mifuko 3. Tunaelewa kwamba mfuko wa kwanza ni mbolea za kupandia, mfuko mwingine mbolea za kukuzia, na mfuko mwingine mbolea za nini? Kuzalishia. Kwa hiyo tunavyosema mkulima atapata mbolea kutokana na ukubwa wa shamba lake. Na sisi tunaendelea kusisitiza kwamba wakulima pale ambapo wanaongeza ukubwa wa maeneo ya uzalishaji waendelee kuisha taarifa zao kwenye mfumo ili waweze kupata idadi ya mifuko inayotokana na mahitaji ya maeneo yao. Kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kulipa kipaumbele na kuendelea kutoa fedha kuhakikisha kwamba wazalishaji wetu, waagizaji wetu wanaendelea kulipwa na kwa muda stahiki. Lakini vile vile tumeendelea kuhamasisha mawakala wa mbolea waweze kuanzisha vituo karibu zaidi na wananchi, na wamepata hamasa kwa sababu wanavyozidi kupeleka bei karibu na wananchi ndivyo wanaweza kupata ile manufaa ya kupata ile faida kwa sababu ya ile bei ya ruzuku tuliyoitoa.